Yes, hii ni Kurundu TV na kipindi kwa hewa ni kampa tena, muda ambao tunapata mawasaa mtamu kabisa kuzungumza kuhusiana na michezo. Sasa leo tunaenda kuiangazia NBC Premier League. Mimi ni Aidan Albert Simwanza. Tukiangalia jana Young Africans walikuwa na mchezo dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao ulimalizika kwa Young Africans kuifunga JKT Tanzania goli 5-0. Moja kati ya mchezo ambao kiukweli unaweza ukasema kwamba kipindi cha kwanza uliweza kugawanya vipindi, kwa sababu kipindi cha kwanza kilikuwa ni kipindi ambacho ungeweza kusema kwamba JKT Tanzania kama walikuwa wanaenda kufaulu kwenda kumzuia Young Africans. Unaweza ukasifu ufanisi, unaweza ukasifu ufanisi wa defensive line ya JKT Tanzania, lakini pia midfield yao namna ilivyokuwa, namna ambavyo wao walikuwa na ile nidhamu ya kudefend first half, kitu ambacho ilikuwa ni ngumu sana kwa Young Africans kuunlock ile defensive line ya JKT Tanzania. Utaona licha ya Alan Okello pia kuwa kuna muda ana chop in upande wa ana chop out and in upande wa kulia ambao ni wa kushoto wa JKT Tanzania, lakini ilikuwa bado ni ngumu sana kuunlock, kitu ambacho baadaye ilikuja kufanikisha kwamba Young Africans wakapata goli 1-0. Sasa ni nini hasa ambacho kiliweza kufanyika kipindi cha pili? Badiliko ya coach, yes, unaweza kusema ni moja kati ya vitu vilivyoweza kuifanikisha Young Africans kuweza kupata goli 5-0. Kwa nini? Unaona, alitoka Damaro. Kwa nini alitoka kipindi cha pili? Kwa sababu tabia za Damaro, yeye ni holding midfielder. Manake tunavyosema holding midfielder, manake ni moja kati ya viungo wakabaji typical, ambaye ni moja kati ya watu ambao zile bato za katikati, lakini pia namna ya kuzuia mipira wako vizuri zaidi kuliko kuweza kufanya passing na kufanya zile pasi za mwisho. Hana pasi nzuri sana za mwisho, lakini yuko vizuri sana kwenye kudefend na kufanya defensive. Yeye ni moja kati ya viungo wakabaji ambao tunasema kwamba ana defensive mechanism. So Damaro ilikuwa lazima atoke, akaingia Mudathiri Yahya basi, ambaye yeye kiasilia anaweza kudefend, lakini pia yuko threat sana hasa anapoenda mbele kwenda kushambulia, lakini pia ni moja kati ya watu ambao pia anaweza kupiga zile pasi saidizi ama assist pass, kwa maana kwamba unapokuwa na Mudathiri Yahya basi maana yake una vitu kama vitatu kwa mtu mmoja. Maana yake ni package ya mtu mmoja ambayo ina vitu vitatu, kwa maana kwamba atakuoffer kudefend kama midfielder, defensive midfield kama DM, lakini pia yeye pia atakuoffer kuattack, anaweza kucheza pia kama attacking midfielder, lakini pia atakuoffer kufanya zile assist pass, kwa maana kwamba ni mzuri kwenye kufanya penetration pass, lakini pia pindi anapokuwa amepata ile nafasi yeye ni mzuri kwenye kupiga, kwa sababu hata accuracy yake, namna ambavyo ana accurate kufunga goli iko marvelous kweli, ni bara tupu. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kocha aliweza kuweza, lakini pia unasifu pia ufanisi wa Depp. Unaona goli la pili ambalo goli la tatu ambalo Depp anaenda kupiga kichwa na goli moja kwa moja limeingia kunako katika lango la JKT Tanzania. Unasifu pasi iliyotoka kwa Israel Mwenda. Hapo ndio unakuja kuona ubora sasa. Moja kati ya mpira uliokufa ile dead ball inafika, aerial ball, ana win aerial ball ambayo iliweza kushinda mabeki wa JKT Tanzania. Na kumbuka mwaka jana katika msimu uliopita ni kwamba hawa JKT Tanzania walikuwa na Wilson Nangu ambaye alikuwa mzuri kwenye aerial balls, yani mipira kugombania ile mipira ya juu, alikuwa yuko vizuri. Sasa ni kitu ambacho JKT Tanzania kwa sasa unaweza kuona kwamba baada ya kuwa Simba amemsajili Wilson Nangu, basi tayari ubora katika kudefend umekwisha toweka kabisa. Kwa hiyo Depp anafunga moja kati ya goli zuri. Baada ya hapo JKT Tanzania wanapoteana, wanapiga goli la 4 na goli la 5, mchezo unaisha. Hii ni message ambayo Young Africans wanaituma kwa Simba Sports Club kwamba sasa tuko fit kwa ajili ya dabi ambayo inaenda kupigwa kunako katika uwanja wa New Amani majira ya saa 3 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo Simba wanapaswa kujiandaa vilivyo na hii mechi ambayo na kiwango cha Young Africans ambao wanaonekana kuwa threat sana kwenye kushambulia, japo katika kuzuia bado Young Africans wanaonekana wana madhaifu. Ni kama ile quality ya Dickson Job, lakini pia quality ya Baka
imepungua kwa kiasi fulani tofauti na misimu miwili ama mmoja uliopita huko nyuma. Ndio maana ulikuwa unaona kwamba JKT Tanzania walikuwa wanaweza pia na wao pia kama wangekuwa makini wangeweza kuconvert ama wangeweza kuua ile clean sheet ya GGDR Screen Protector. Hii ni Poroto TV, subscribe pamoja na kushare. Hii ni kampa tena. Nikwambie tu kama unahitaji sticker basi fika pale TX Worldwide Sticker Point kwa ajili ya kupata sticker yako kali kabisa. Huenda unataka pia kufanya t-shirt printing, unataka chochote, unataka kwa maandishi yako uonekane kinyama, uonekane kisasa, basi unaweza kufika pale. Ama una ofisi yako pia, decorations za ndani unataka ziweze kukaa poa, basi fika pale TX Worldwide. Hii ni Poroto TV, subscribe, like pamoja na kushare.